mengine baadaye. Ukikuwa mtumishi na hauna maisha mazuri utasumbua sana. Haleluya. Ndio maana katika utumishi wako, katika ndoa yako, mwambie Bwana kuepushie maisha ya kulialia. Ukiwa na maisha mazuri, hata mume wako ni mchepuko, anachepuka sana, nisamee kusema hivyo. Mume wako uko anachepuka sana, lakini kama maisha ni mazuri haujali. Unakula unalala, maisha yanaenda, sio? Sasa inakuwa kipengele sana kama mume anachepuka hivi na hivi na kupiga, lakini tena hajakuachia chakula nyumbani, hapo inakuwa changamoto sana. Ndio maana maisha mazuri ni muhimu sana. Taka sana kupitia mkutano huu Bwana akabadilishe maisha yako. Sema amen. Taka sana kupitia mkutano huu, kama ulikuwa unahitaji kujenga nyumba, hakika ujenge. Taka sana mkutano huu, kama ulikuwa unataka Bwana akupe kazi, akupe kwa jina la Yesu. Taka sana kwa kupitia mkutano huu, kama ulikuwa unahitaji kupata pesa, from nowhere pesa ije kwa jina la Yesu Kristo. Alafu baada ya hapo labda nikuulize swali tena nyingine. Baada ya kukuuliza maisha mazuri, je, baada ya kufa kinini kinafuata hapo nyuma? Mwambie jirani yako, maisha baada ya kufa, kinini kinafuata baada ya kufa? Muulize, nisaidie kumuuliza. Ndio maana nitegee masikio sana, kwa sababu ninaenda kuzungumza kitu pointi muhimu sana. Muulize jirani, nini inafuata baada ya kufa? Wow. Basi nitegee sikio tu. Huenda hii somo hujawahi kusikia ama umewahi kusikia mara nyingi, lakini na mimi niongeze kitu ambacho Roho Mtakatifu alinifunulia kwa ajili ya maisha baada ya kufa. Kama unaandika, andika somo langu ni maisha baada ya kufa. Maisha baada ya kufa. Baada ya kufa nini kinatokea? Ndiyo tunafurahia kuwa na majumba kama tulivyonyosha vidole na mikono yetu juu, kuwa na maisha mazuri, tunafurahi kuwa na magari. Nini kinafuata baada ya kufa? Andika tu hapo, maisha baada ya kufa. Nafikiri nikianza kuuliza mtu moja moja hapa atapoteza muda sana. Lakini ni jambo la muhimu sana kujua kipi kitakachokutokea baada ya wewe kufa. Kipi kitakachokutokea baada ya wewe kurithi magari? Kipi kitakachokutokea baada ya kuwa na mwanaume mzuri, mwanamke mzuri, mkaishi maisha mazuri? Sababu njia zetu ni moja tu. Kipi kitakutokea baada sasa ya kufa? Na ninapozungumzia kifo ni kinyume cha kuishi. Yaani kama hauishi tena umekufa. Si ndio jamani? Sasa nini kinafuata baada ya wewe kufa? Ndio ulienjoy maisha, ndio tumehubiriana hapa, lakini baada ya kufa hata mimi nijiulize, nini kitanipata tena? Haleluya. Amen. Huenda una jibu, lakini naipenda Biblia sana. Biblia ina majibu. Mtumishi wa Mungu tulikuwa kwenye semina asubuhi. Nachukua hii fursa kuwatangazia kwamba kesho tuna semina asubuhi kuanzia saa 3 mpaka saa 5 au saa 6 hivi. Tunakuwa tunatoka tunakuja kujiandaa tena jioni. Asubuhi karibu sana. Mtumishi wa Mungu mama yangu alikuwa anahubiri akawaambia watu kwamba jitahidini kuwa na mabiblia. Biblia ina manufaa sana kwa Mkristo. Haleluya. Biblia ndio neno la Mungu. Kama una Biblia una changamoto sana. Hakikisha hata ndio unanunuaga mboga kilo moja ya nyama 2 unakula kwa siku. Sasa kwa nini siku moja usile tu vitu vya ajabu, yani chakula cha ajabu, ama usishinde njaa, lakini hizo pesa ununue hata Biblia. Sababu hapa nikisema wangapi wana Biblia hawana? Na nikikuuliza nini kinafuata baada ya kufa hujui, wakati ni kitu kipo kwenye Biblia. Haleluya. Basi nakusaidia ujue kipi kinakufuata wewe baada ya kufa, ili tufundishane kidogo hapa maneno mawili matatu. Nafikiri utanielewa tu kwa baadaye. Mtumishi wa Mungu niandalie kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 hapo. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Kama na Biblia yako unaweza kufungua. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Ndio. Neno la Mungu linasemaje? Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Basi ishi hapo hapo. Kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Haleluya. Yaani kitu Biblia inatuambia moja kwa moja kitu kinachofuata baada ya kufa. Haleluya. Wewe ndio ulikuwa hujui kipi kinachofuata. Kinachofuata mama yangu, kinachofuata rafiki yangu kijana kama mimi, kinachofuata tu baada ya wewe kufa. Hakuna kuenjoy tena maisha kule. Ila kinachofuata ni hukumu. Haleluya. Amen.
Sasa tunaposema hukumu, tuogope sana kitu kinachohukumu. Sifikiri kama kuna mtu akifahamu, lakini ni jaribu tu kukufikirisha ama kukielezea vizuri maana ya hukumu, tafsiri yake. Hukumu ni adhabu ya mwisho ya mhalifu. Kama ulikamata ulikuwa mhalifu, kitu cha mwisho anakupa hukumu. Kuna watu watajicomplicate hapa, wanafikiri kwamba hukumu ni ile wanamtolea katikati ya watu wawili. No, hukumu ni kwa ajili ya mhalifu tu. Na ndio maana mtakubaliana na mimi ya kwamba wanaposema mtu haijawahi kusema kwamba mtu fulani amehukumiwa kuishi. Hamna. Mnaweza mkaenda wawili, nimekuibia pesa zako, tukienda huko hawatanihukumu mimi ama hawatakuhukumu wewe eti wanamhukumu wamemwacha salama ama wamemhukumu aishi. No. Lakini ule mtu ambaye ameingia gerezani ndo anaambiwa kwamba kahukumiwa, si ndio? Kwa mantiki hiyo, hukumu haimuhusu mtu ambaye ana matendo mema. Hukumu haimuhusu mtu ambaye amefanya vizuri. Hukumu ni kwa ajili ya yule mtu ambaye alipanda mabaya ama yule mtu ambaye alifanya vitu vibaya. Haleluya. Hebu kama unanielewa, nisaidie kunipungia hivi. Jitahidi tu nielewe, Kiswahili changu ni kibaya sana. Cha kule Dodoma. Ni kinachangamana sana, ila unielewe tu. Sasa Biblia inasema vizuri ya kwamba baada ya mtu kufa, kama ulikuwa hujui, kinachofuata ni hukumu. Na hukumu ni adhabu ambayo anaopewa mhalifu baada ya kufanya uhalifu fulani. Wanaona mtu tamfanyia, ni wanamhukumu sasa. Na hukumu inaweza kuwa kufungwa jela, hukumu inaweza kuwa kuuliwa, hukumu inaweza kuwa kupigwa, hukumu inaweza kuwa chochote kile. Sasa hiyo hukumu ndio ambayo inatusubiri wewe na mimi baada ya kufa. Haleluya. Amen. Na nikasema pia kwamba hukumu haimuhusu mtu ambaye amefanya matendo mema, no. Lakini hukumu inamhusu mtu mhalifu, yani alifanya mabaya tu. Kwa kudhibitisha hiyo nikakwambia hawajai kumwambia mtu aliyefanya mema ama ambaye hana hatia ukamwambia umehukumiwa kuachiwa huru, no. Lakini wanamwambiaga wewe umebaki huru, lakini ule alifanya makosa ndio anaambiwa umehukumiwa kwa kosa fulani. Haleluya. Amen. Vijana wenzangu tupo. Nawapenda sana jamani. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kinachokufuata tu baada ya wewe kufa ni hukumu. Sasa na hukumu, taka sana hukumu isikuhusu wewe. Haleluya. Taka sana hukumu isikuhusu wewe. Kama nilivyosema, hukumu sio kwa ajili ya sisi wote, lakini hukumu ni kwa ule mhalifu aliyefanya vitu vibaya. Ndio maana ni maombi yangu kupitia mkutano huu, hata wewe ukifa hukumu isikuhusu. Haleluya. Yaani iwe maombi yako kila siku, hukumu isikuhusu ukija kufa. Na ili hukumu isikuhusu, kuna vitu tu vya kufanya vinatosha. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wanani wananielewa vizuri? Kwa hiyo ni kumaanisha ya kwamba baada ya mtu kufa ni hukumu tu, hakuna kingine kinachomfuata huyo mtu. Unapoishi maisha yako, elewa kwamba kila ninachofanya hapa duniani kesho nitahukumiwa. Kila ninachofanya siku nikifa sitahukumiwa. Haleluya. Amen. Sasa na ili uelewe kwamba maisha baada ya kufa ni hukumu inafuata. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 10, hebu nitafutie kile kitabu. Yesu anaelezea vizuri kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19 hapo. Kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19. 16. Luka sura ya 16 mstari wa 19, neno la Mungu linasema. Linasemaje? Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri. Hapo ni Yesu anatoa sasa mfano, akawaambia ili uelewe kwamba baada tu ya kufa kuna hukumu inakufuata. Aliyevaa nguo za rangi ya zambarau. Asema kulikuwa tajiri alikuwa amevaa nguo za zambarau za kitajiri sana. Na kitani safi. Okay. Na kula siku zote kwa anasa. Sasa shida tu ya huyu jamaa ilikuwa mmoja, alikuwa anakula kwa anasa. Lakini pia kula kwa anasa, sijui Mungu anahesabuje inakuwa dhambi wakati pesa ni zake. Ndio maana kila kitu unachofanya ndugu yangu ujiangalie sana. Huyu jamaa shida yake moja, anakula tu kwa anasa wakati pesa ni zake, Mungu kambariki. Kumbe linda sana kila unachofanya. Sawa? Amen. Hata ukiwa na pesa, jitahidi kutumia hiyo pesa vizuri.
Jitahidi hata kutumia kwa ajili ya wengine. Jitahidi kutumia kwa ajili ya kanisa la Bwana. Shida yao mtu akuua mtu, lakini alikuwa tu anakula kwa nasa. Okay, anaendelea anasemaje? Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Wow, sikia. Sasa kuna maskini, Biblia tena inatuambia kuna maskini fulani, baada ya kutuambia kuna tajiri anakula kwa nasa. Yaani anakula sana kabisa. Kama ni kitimoto yupo pale, kama nini vyote ameweka mezani. Sasa kuna maskini kazi yake yeye ana chochote. Sasa kazi yake analetwa mlangoni kwa ule tajiri. Ili tajiri akila amsukumie japo hata kidogo, maskini nawe kula. Sasa huyu jamaa kazingua akafanyaje? Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Unasikia? Yaani jamaa alikuwa anaomba hata vikianguka aende ya vile. Lakini hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Sasa unasikia Biblia inasema alitamani. Hebu rudia pale, alipotamani, naye alitamani kujishibisha sijui. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya tajiri. Alitamani, yani alikuwa anatamani, yani akufikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akufikia kula. Lakini alikuwa anatamani, ila tajiri kama anampotezea, tajiri kama amuoni vile, anatamani jamani anguke. Na wanasema baada ya hapo kuna ombo ulikuwa wanamramba, yani jamaa hata huenda nguvu za kwenda akuwa nazo, na huenda alijua akienda yule jamani ni mbaili sana. Kwa hiyo akakaa tu, umbo wanafukuzia, wanakula vinavyoanguka, afu wanakuja kumramba huyu jamaa. Wakati pesa ni za tajiri. Sikia sasa kitachomtokea huyu jamaa. Mstari wa 22 nasema ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Okay. Ndio nilikwambia hivi, hukumu nielewe sasa. Hukumu kwa wale watu ambao wametenda mema haiwahusu. Biblia inasema ikawa yule maskini alipokufa akachukuliwa directly na malaika. Eti malaika akampeleka wapi? Mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wangapi wanaamini wakifa leo wataenda kifuani pa Ibrahimu? Wanipungie hivi. Vijana wenzangu, kama tunaamini tukifa leo tutaenda kifuani pa Ibrahimu, tupungiane hivyo. Haleluya. Haleluya. Huyu jamaa baada ya kufa kupelekwa kwenye magereza, kupelekwa eti ahukumiwe tena. No. Ndio maana nikasema mwanzo hukumu inamuhusu tu mtu ambaye aliyetenda maovu. Huyu jamaa ile tu kufa moja kwa moja kifuani anaenda kutulia. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani, je, na ukifa leo utatulia kifuani pa Ibrahimu? Hebu muulize, ni swali tu kabisa. Hebu ya kuingie. Mimi najua nayehubiri ni mdogo. Usinishangae kwanza udogo na sauti kubwa. Lakini sikiliza nachoongea. Haleluya. Haleluya. Muulize tena, je, ukifa utaenda kifuani pa Ibrahimu? Kwa jamaa huyu amekufa tu directly wanamchukua. Na hii ni tafsiri tosha, mtu anapokufa kipi kinachoendelea. Huo wanatudanganya sana, lakini Biblia inatupatia wazi. Watudanganya, unaona mtu akifa, utaona atakutana na vitu fulani hivi, kisha wanafanya hivi. Nikasikia jamaa yangu fulani akaniambia eti ukifa leo utaenda uzalio sijui Asia. Nikasema Mungu ni waajabu. Kumbe ndio hivyo. Nifa hata leo nizaliwe Marekani. Jamaa fulani alindanganya sana, akaniambia eti unajua ukifa leo Mungu anakurudisha tena unakuwa mtoto sehemu fulani. Nikasema maisha tutaenjoy sana. Hata ulimwengu usiishe tu, tunaishi tu. Kumbe ni uongo. Biblia inasema kumbe mtu akifa kuna vitu vingine tofauti. Haleluya. Huyu jamaa alipokufa direct, yani nakupatia ni elimu tosha kwamba unapokufa mwanangu wasitudanganye eti mtu anachukuliwaga sijui kitu gani anakuaje. No, ukifa mwanangu huisha habari yako. Haleluya. Kama ulikuwa unatenda mema kama huyu jamaa, moja kwa moja kifuani pa Ibrahimu. Hebu tuendelee hapo. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Okay, unasikia sasa? Tajiri naye akafa. Hebu rudia kidogo kwanza kwa maskini. Kuna watu hawajaelewa vizuri. Ikawa yule maskini alikufa. Sikia, maskini anakufa, okay? Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani. Moja kwa moja na malaika anaenda kifuani pa Ibrahimu akatulia. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Sasa tajiri alipokufa yeye akazikwa. Haleluya. Amen. Hivi kuna mtu anaelewa kabisa?
tajiri anakufa, anafanyaje? Anazikwa. Kumbe kuna watu wazuri, watu wema, watumishi wa Bwana wanapokufa tunazikaka mili yao, lakini roho zao tayari zipo sehemu fulani zimepumzika. Haleluya. Lakini hawa wengine hao wakifa ni directly wanashuka, wanazikwa. Na tafsiri ya kuzikwa ni kwenda kuzimu. Haleluya. Kwa unapokuwa na matendo mabaya mwanangu, tutakuzika. Kabisa tunakuzika. Lakini mwingine wa matendo mazuri, yeye akikufa mwanangu, tunazika tu kimwili. Ninaposema mwanangu nasema na vijana wenzangu. Ili wanielewe vizuri. Lugha ya vijana huwa tunapushana. Si ndio jamani? Huko kwani inakuaga eti mwanangu ipo Kwa hiyo rafiki yangu, mama yangu, wewe ukifa katika dhambi tunakuzika. Na tafsiri ya kuzika ni okay. Ili uelewe kama kuzika maana yake nini, tuendelee. Tajiri alipofanyaje? Yule tajiri naye akafa akazikwa yeye. Basi kule kuzimu. Okay. Pale wapi, kule wapi? Basi kule kuzimu. Aliyainua macho yake. Okay, ishia pale. Yaani baada ya kumzika tu wanatuambia direct basi kule kuzimu. Sasa nimefikaje kuzimu? Kumbe ile issue tu ya kumzika tayari ameshaenda. Kama vile ile issue ya kufumba na kufumbua, maskini alijikuta kifuani, ndio kufumba na kufumbua tajiri naye alijikutaje? Kuzimu. Haleluya. Amen. Kuna watu wataenda jehanamu bado wa moto wa baridi hivi. Vijana sana mwanangu. Kwa hiyo kilichompeleka tumalize kwanza ili tuendelee vizuri. Tumalizie hii andiko itaishia 24. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake. Okay. Alipokuwa katika mateso. Akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Haleluya. Biblia inasema kwamba sasa ule jamaa kule kuzimu alikuwa, ili uelewe kwamba tunapokushusha chini, wewe ambaye ulikuwa katika imani, ambaye ulikuwa hujamwamini Yesu, ambaye sio mtumishi wa Bwana, ni mtenda maovu tu sana, tunapokushusha chini direct tunakuwa kuzimu. Sasa kinachoshangaza eti jamaa akaangalia, akaenda kumuona. Hebu akanyanyua macho akamwona nani sasa? Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake. Hebu kwanza kuna kitu sijaelewa pale. Rudia kidogo pale. Eti yule tajiri akalia. Panda tena kidogo hapo. Panda kidogo. Basi kule kuzimu. Okay. Aliyainua macho yake. Sasa alipokuwa kuzimu ndo akanyanyua. Yaani inamaanisha nini? Kunyanyua yani ya kuangalia chini. Yaani yeye ndo alikuwa hivi, akaangalia. Inatafsiriwa kwamba ule jamaa moja kwa moja kuna sehemu alikuwa. Na tukitafsiri vizuri alipokuwa jamaa tayari ni paradiso. Kwa hiyo kuna njia mbili tu katika hii mambo. Unapokufa katika njia nzuri direct, rafiki yangu, unaenda paradiso kwanza kupumzika. Jamaa utatukuta kama mimi nikifa kabla yako utanikuta pale. Naweza nikakupokea. Jamaa, ni wewe mtumishi wa Bwana, tulipiga dance pale kona 4. Eti ni mimi, okay. Sasa huyu jamaa alibatika akamkuta Ibrahimu. Sawa? Sasa uwe na bahati unikute mimi mwanangu. Yaani mimi utaenjoy sana. Sawa? Ule jamaa yeye alilala tu kwenye kifua, mimi nitakwambia mwanangu nakubeba na mgongoni. Enjoy, mimi nitakutembeza kule mbinguni, makata yote kule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jamaa eti akainua, kumbe tulipomzika chini ni tafsiri kwamba kuzimu ni chini. Wasituambie tena kuzimu ipo juu no. Tulipomzika tu chini tafsiri tosha kwamba kuzimu ni huku chini watu wanakoenda. Na nikusema wale tunawazika katika imani, wao hawaendi kuzimu, lakini tunazika tu mili yao wenyewe kifuani pa Ibrahimu. Haleluya. Hebu jaribu kwanza kufikiria na kupunga mkono wako hivi. Siku moja ukijikuta katika kifua cha Ibrahimu itakuwa wow, wonderful sana. Haleluya. Amen. Aya. Tumalizie pale, anasemaje sasa? Kule kuzimu aliyainua macho yake. Akainua macho yake alipokuwa katika mateso. Alikuwa katika mateso. Yaani kule kuzimu wanatuambia ni mateso. Watuambia hata kitu gani kile kinampata. Lakini tu alikuwa katika mateso. Rafiki yangu, mama yangu, baba yangu, mwanangu mzuri sana. Mwanangu, usikubali kuteseka katika maisha mara 3 mara 4. Ulichoteseka duniani inatosha jamani. Haleluya. Sasa huyu jamaa ashukuriwe Mungu kwanza, yeye alikuwa vizuri, sio kama wewe. Sasa yeye kwanza alikuwa tajiri hapa ulimwenguni, akaenda kutesa tu mara hii. Ingawaje sasa wewe uenda na hapa kwa nini tungati tunateseka, tunatembea kwa miguu kwanza. Okay? Tunatembea tunakula kwa shida. Alafu tena unafanya dhambi mwanangu, tena uende tena uteseka na kule, mbona ujione huruma jamani?
Mbona unajionea huruma jamani? Kwa nini usiseme tu jamani basi mimi naridhika na haya maisha. Nitulie zangu bana, siku moja nitapumzishwa. Sasa bahati mbaya sasa wewe baada ya umeshakosa hapa duniani umekazana tena kufanya vuguruguru, yani vurugu na jivuruga. Sasa utateseka mara mbili. Yaani hapa duniani kuna vitu viwili tu. Ukule raha duniani na mbinguni. Kwanza Yesu alimaliza vyote akasema, "Mlionifuata mimi 100%." Nataka sana basi kumfuata Yesu kabisa. Na miguu yako miwili, na mikono yako miwili, na moyo wako wote alivyosema, na akili zako zote. Umfuate sasa. Amen. Ukimfuata Bwana, ile 100% hapa ni haki yako. Na tena na mbinguni unaenda kuenjoy kama yule jamaa moja yule maskini. Sasa yule maskini alichokosea sijui mbo, maskini unasababishwa na mambo mengi. Wenda alikuwa anakaa tu afanye kazi. Basi Mungu ajali usipofanya kazi. Sio dhambi, ajali. Unaenda kanisani unasali lakini hufanyi kazi. Unaenda kanisani unasali lakini utafuti pesa. Mungu ajali. Mungu anakusikia unapoomba kabisa. Mungu anaona unapoogopa dhambi, lakini kipengele kinakuja utapigika hapa kabisa vya kutosha hapa. Utaomba sana hapa duniani hapa. Utawakamata watu balaa kwamba wangu yupo ndani saidii. Mungu hatajali. Lakini mtakutana mbinguni na shida. Sasa ndio kilichomkuta jamaa. Jamaa sijui alikuwa na shida gani mpaka anashinda kufanya kazi. Lakini ashukuriwe Mungu, alikuwa basi anamogopa Mungu. Amen. Kile ndio kilimsababishia. Bila hivyo jamaa tena ingejikuta na kule chini ndio kuteseka. Hebu hii story sijui kama naelewa vizuri. Sababu naona wanaojadili ni wachache sana. Haleluya. Amen. Aha. Sikia sasa uone kama jamaa alikuwa maskini kabisa, na umaskini ni ubaya sana ukatae. Mungu sijakukataza kuwa tajiri. Hata mama yangu anasemaga hivyo. Hatuja kukataza. Yesu mwenyewe alisema 100%. Tafuta pesa mwanangu, lakini pia muogope nani? Mungu. Ndio hivyo. Tafuta pesa lakini pesa yako imtumikie Bwana. Haya ndio huyu jamaa Mungu amemwezesha kupata pesa, maskini amekaa mlangoni jamani, unashinda hata kuona ni maskini, nimpelekee chakula jamaa na kausha. Ndio tu dhambi iliyomu nini? Anakula kwa nasa wakati kuna watu. Kama tu wewe kanibisa. Kanisa lipo hapo, kanisa niko hata sijui. Vijana mpo hapa FPC yenu kule. Wakileta michango hamna, pesa zako na zila na mademo mwanangu. Kula tu haina shida. Naijua hiyo rafiki yangu. Mimi mwenyewe nipo tu kijana kama wewe. Unaila kabisa kwa mchango wa kununua bati hamna. Kuna sadaka inapita mwanangu unajikaushia. Sasa waimbaji tunajikaushiaga kabisa. Unaenda kutoa na jasho kabisa nje kisa umeimba sana. Kumbe unasubiri ka kipindi fulani kapite. Najua. Haleluya. Sasa ndio kula kwa nasa, Mungu anakuwezesha lakini unakausha. Siku hizi hatutaona tena wakina Lazaro tena wamekuja, oh brother nini, hatuwaonagi tena. Siku hizi tu yani Mungu anakupea kwa vitu vidogo, pesa zako na zila kwa anasa. Haleluya. Hebu sema anasa. Sema nakataa anasa kwanza. Kataa anasa. Yaani kuna watu wataenda kuzimu. Huyu jamaa ameenda kuzimu, hatujasikia amesema kazini bana. Hatujasikia sema wameenda kazini sana. Kuna vizambi vingine mwanangu mnavisingizia mnaviogopa, ndio maana ogopa vizambi vidogo kama hivyo tu vya nasa. Ule jamaa kwanza alikuwa na dhambi anasa, uchoyo, ubinafsi. Si ndio natafsirika vile. Alikuwa mbinafsi yani yale tu peke yake. Ogopa binafsi, ulimpeleka mtu jehanamu. Kwenye Biblia hii ambayo tunasoma siku zote. Hatukwagi tu makini kuelewa hicho kitu. Haleluya. Amen. Imeisha. Hebu subiri kuna kitu bomu fulani hapa nikupige. Pale tu chini. Nikupige kabisa paka uzimie. Akamwona Ibrahimu kwa mbali. Jamaa alipoangalia macho juu akamwona Ibrahimu, okay? Endelea. Na Lazaro kifuani mwake. Na kale kamjamaa kale, okay? kale kamjamaa tu ndikati kamjamaa sasa ni kama maskini. Maskini kila siku anaga heshima hata iweje. Ndio maana hata mimi nakaita kamjamaa, hata Mungu anajua. Sasa subiri uone kama Mungu anajua ni kweli nachokiongea. Shuka pale usikie. Anasema akalia akasema. Sikia hapo. Bwana bomu nataka nikupige. Baba Ibrahimu. Anamwambia baba Ibrahimu, anamheshimu kwanza Ibrahimu baba. Sawa. Nihurumie. Anamwambia nihurumie. Umtume Lazaro. Umtume Lazaro sababu anamjua ni maskini, maskini anatumwa hata mbinguni. Wewe kataa. Mwanangu hata mimi nikienda kuzimu kabisa namkuta mtu ako naenda mbali kwa maisha ovyo. Namwambia Yesu mtume ule jamaa alikuwa anahangaika kule. Unaweza kumfanyaje tajiri huko aende aniletee maji.
Yaani mimi nitamwambia. Kumbe maskini hadi mbinguni mwanangu ni maskini tu. Hiyo tutakataa, ndio maana amesema jijengeni, sijui jiwekeni hazina yenu. Anajua mwanangu. Kwa sasa ukienda mbinguni, rafiki yangu vijana, tafuteni pesa. Mimi mwenyewe niko tu kama unatafuta pia mwanangu, tupambane. Mwanangu atatutuma kule au kina Diamond. Anapita tu. Anamwambia Yesu, hapana, mimi kwa heshima yangu nilikuwa nao duniani. Eti niende nikashote maji mwenyewe, hapana, tuma ule. Ndio ameshaokoka ina shida, lakini mtume. Atatu hebu tupungiane hivi. Kumbe hata mbinguni maskini mwanangu hana thamani. Hiyo hata Mungu anajua. Yaani hiyo kabisa Mungu anajua amekuokoa ndio. Yaani Mungu ana vitu vya ajabu sana. Huwezi kumuelewa. Ndio maana eleweki, Mungu ni Mungu tu. Yaani Mungu ni wa rehema. Mpaka na Mungu atakubali tu akutume kabisa. Nasema kwa heshima yake kweli. Wewe ulifanya uzembe, nilikupatia nguvu. Asipeleka maji, atakupeleka, unampelekea maji. Kufa utakufa, motoni utaenda, lakini maji. Haleluya. Nilifikiri nikisema hivi, asante sana, Mungu akubariki mama. Nilifikiri nikisema vijana watakimbia, mimi ni mwaminifu wa kutunza pesa kabisa za watu. Ukileta na ichukua kabisa, natoa nao jasho, nasema kuna watu walinisikia. Haleluya. Amen. Jamani tutafuteni pesa. Hapa kuna habari za pesa ila sitakaa sana hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ujifanye una masifa hapa duniani, kumbe naona chochote. Mbinguni kule tutamalizana. Haleluya. Sasa kama huyu aliyeko huku ana uwezo wa kumtuma huyu, kabisa unahakikisha Ibrahimu atenda achukue maji mwenyewe kabisa na Lazaro yupo. Hakuna. Kumbe na Lazaro wale tu ni watumwa wake. Kina Ibrahimu ni watumwa wake wale. Sasa Yesu sisi wote ni watumwa wake. Yesu kabisa tuanze kujichukulia maji. Sijawahi kufika mbinguni lakini najaribu kufikirisha ni vitu vipo kabisa. Kabisa Yesu anaanza kuchukua maji na wewe upo. Alafu wewe kabisa tu ulikuwa unatumatumwa hapa tu na bosi wako na kutuma. Alafu Yesu akuogope wewe nani? Tafuta pesa, hata Mungu anasema naweza nikamtuma huyu kweli. Naona hata Yesu ataweza kumlindia heshima kijana kama Daudi, kama kina Ibrahimu, ni machali zake wanakaa pamoja meza moja. Yaani tafuta sana, ndio maana hata Yesu mwanangu, kuna manyumba alikuwa anaingia na ambao alikuwa anaingia. Aliingia kwa maskini gani niambie? Hakuna. Hao tu Ibrahimu tunasikia tu ni mahadisi tu kulikuwa. Lakini aliingia kwa kina Zakayo. Niambie Zakayo, unamjua vizuri Zakayo? Mfupi kama mimi, pesa zinanuka hadi kwenye ndevu. Mfupi tu hivi tu Zakayo. Anasema hapa nitaingia hapa. Sababu hao watu ndio watanizika. Kumbe Mungu anahitaji pesa mwanangu. Ukishinda kumconvince Mungu kwa maombi, tafuta pesa umpelekee. Bali anamaliza kabisa biashara. Sikuna maombi unatuambiaga eti leta sadaka ya usijua nini. Mwanangu ukileta kuna sadaka zingine ukileta, mambo yanafanyaje? Yanaisha direct. Haleluya. Sasa nasema mjaribu yeye mwenyewe kupitia hiyo njia yao. Sio Biblia inasema mjaribuni kwa njia hizo, muone kama atawafungulia. Kumbe kuna baraka zingine usiombe hata sana. Tafuta tu pesa ambazo zinakuuma sana, peleka zote. Sio kwamba atakusamea dhambi. No, ubarikiwe mkono unaotoa. Yaani unatoa na kubariki. Dhambi yako iko pale pale tu. Haina shida ya ajali. Mtamalizana final ipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Hebu nipe amen nzuri. Haleluya. Amen. Nani anasema niendelee kidogo tu? Nani anasema niendelee kidogo tu au niishie? Lazima. Haleluya. Amen. Okay. Kwa hiyo njia ni mbili tu. Kama Yesu alivyotoa mfano, anatuletea watu wawili kabisa, na ni alitaka tuonesha kwamba baada ya kufa hakunaga vile wanatudanganyaga. Hakuna. Ya tutazaliwa Marekani, hamna. Tuzaliwe tena. Sasa wengine tena watazaliwa lini? Anawapata wengine wanao chance, kuna kazi watakuja wafanya hapa. Ndio maana acha nikutie moyo ambaye upo hapa. Kama ni pesa tafuta. Kwanza una miaka michache sana, mwanangu. Miaka ni michache ya kuishi duniani. 70 sijui 70 siku hizi mafuta yamekuwa mengi sijui alizeti sijui mafuta ya nini. Yamekuwa mengi, yani tunaanza kufa tu mapema tukisa mafuta. Na kwa tunajua wenyewe tu. Soda nyingi, yani magonjwa yanakuwa mengi. Haya, ukimwi pia hatuachi, ukimwi na nasema twende tu. Yaani tunakufa mapema sana. Kwa hiyo unapokuwa katika dunia, elewa ya kwamba kuna vitu muhimu unatakiwa vifanye. Na katikati ya vile vitu muhimu, tafuta pesa. Katikati ya vile vitu muhimu, kuwa na Mungu. Haleluya.
kuwa na nani? Na Mungu. Ndio njia tu moja ya wewe kuepuka ile hukumu nasema. Kwa sababu nimesema kwamba mwanzoni hukumu haiwahusu watenda mema, not but hukumu inawahusu wale watu ambao wanahatia. Haleluya, haleluya. Hebu nipe amen, usikasirike. Hii ni kweli nakuletea mbele yako. Haleluya, amen. Kwa hiyo unapoishi katika ulimwengu, ishi kwa kusema kuna siku nitapita na mimi. Vizazi bado vipo, vitakuja sana. Ndio maana kama Mungu kakuamini watumishi, naongea na watumishi hata na mimi mwenyewe nikiwemo. Jamani, waimbaji, watumishi, waimbaji, watumishi wa Mungu, wahubiri, manabii na mitume, hata mama yangu yuko hapa. Sawa, unapopata time ya kumtumikia Mungu mtumikie. Sababu kufa ni hakika, kufa kupo. Na baada ya kufa utaenda hubiri sehemu nyingine. Sasa ndio kipengele kinaanzia pale. Baada ya kufa hautaimba tena kule. Unajua hata kule mbinguni, kule paradiso kule, hatutakuwa tunaimba mpaka siku za mwisho baada ya hukumu ndio tutaimba. Lakini kwanza kule kwa kupumzika hakuna kuimba. Kwa hakuna kubiriana, hakuna. Yesu ashamalizaka vyote. Yesu tu ndio aliwezaka kuhubiri na amekufa. Si ndio vile Biblia inasema? Aliposhuka kaenda kwa hubiri wale wachache kule. Kumbe tu Yesu ndio angekuwa na uwezo hata wa kwenda kuimba baada ya kufa. Lakini sisi wengine ni moja kwa moja. Njia inaenda hivi na inaenda hivi, unachagua mwenyewe. Na uchaguzi ni wakati upo duniani. Sinafikiri ni hivyo. Hauwezi ukachagua baada ya kufa. Hakuna atakayekuuliza kwa sababu viko automatically, ile unakufa tu. Shwa, ile unakufa tu. Haleluya. Haleluya. Sasa njia mojawapo ambayo itakusababisha uepuke hii hukumu. Sijui kama unataka kuepuka. Mimi sijui. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe alisema nimeweka njia mbili. Chagua. Tena akakushauri kabisa uchague kipi. Sasa na mimi hapa hakuna vya kuchagua, ile na kupatia tu kodi hizi. Utataka mwenyewe unaenda wapi. Sasa njia ya kuepuka ile hukumu ni moja, kwa sababu kwenye hukumu Biblia inasema huyu jamaa alilia kwa mateso, tajiri wetu pale. Alikuwa tajiri lakini alilia sana. Hadi anawaambia nileteta maji kidogo, kumbe kuna joto. Haleluya. Kumbe kuna joto. Hatujawahi kujua kule kuzimu kuna issue gani. Huenda kuna maji mengi tu, sijui nini. Lakini kwa mujibu huu ni zaidi kwamba kuna joto sana. Huenda kuna moto. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kule kuna mateso mwanangu, lakini kule mbinguni kuna raha, tena kuna vitu ameshatuandalia tu vipo pale. Kina Ibrahimu kwa tusubiri kwa hamu sana. Kwanza unajua kwa nini wanatusubiri? Wanajua walipitia mengi wenyewe huko. Kwa washaonja raha kule. Wanasemaga ukija kule wao ndio wanakupokea, wana ile experience. Kwanza watakupanguza hadi machozi. Haleluya. Uliolia hapa duniani watakupangusha. Tutafuta na kina Ibrahimu kwanza wanatupokea pale. Nasema mwanangu, hiyo habari ulikuwa unateza kule, huko hamna. Yaani huku ni kuenjoy, full kuenjoy. Yale matusi ulikuwa unapata kule hamna tena huku. Ndio alivyoambia yule maskini yule Lazaro. Mwanangu, huku ni kula tu, kama alikuwa ananyimwa kule, kule ni kule, kuna maisha mengine, lakini huku kuna maisha mengine. Lakini jamaa alikwenda kule, tusikie hata alikuwa na jirani, hata jirani kwa naye alikuwa peke yake. Kwa hiyo uchaguzi ni leo. Kuchagua njia unaoendea baada ya kufa ni wewe ndio utaandaa, hakuna kuandalia. Hii issue uwe Mroma, sijui uwe Mubangu, uwe sijui Mkereketo. Kuna makanisa wanasema mengi, uwe Moraviani, uwe Mpentekote, uwe mwingine tu kama sisi tupo tu vijijini, mijini tunaenda tunapeleka. Hii ndio njia, haijalishi. Labda kama una Mungu wako, lakini Mungu wetu ndio ameshasema hivyo. Njia ni mbili ametuwekea. Haleluya. Hasa kwa kumalizia na kupatia njia ya kukusaidia wewe kuepuka hiyo hukumu. Njia tu moja nataka nikupe jioni ya leo. Ingawaje ni njia nyingi, tukipata nafasi na mtumishi tutaendelea. Lakini leo nakupa tu njia moja ili watumishi wa Mungu waje tuendelee na ibada. Huyu mtumishi anasa alimsababisha. Ubinafsi ulimsababisha akaenda kuzimu. Uchoyo huo ulimsababisha akaenda kuzimu. Nishatafsiri ubinafsi sio binafsi tu ya kwamba ubinafsi hata kutumia pesa zako kwa nasa, kwa kuwapatia wale matotozi, unaacha kuipeleka hata kwa watumishi wa Mungu. Unaacha kuipeleka hata kwa maskini ambao wanasema ndio ibada iliyo njema. Hiyo yote ni anasa. Usifikirie anasa ni paka mimi siendaki bichi, hata uendaki bichi tu, lakini kama unaonga kupitiliza anasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Una chakula nyumbani kinalala kinaoza na kuna jirani analala hapo njaa, ni anasa pia.
Sasa kule kwenye anasa na kwenye mambo yale yalimkuta yule jamaa. Kama naona hayo anza kuyapanga. Mimi sipo kule. Lakini nisomee kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Pale ndo pana njia moja wapo itakayokusaidia. Elewa sana njia. Ikumbatie kabisa. Ikumbatie, ukikumbatia hii mwanangu imeisha. Siji kukuambia wache dhambi, siji kuogopesha. Dhambi ipo tu na utapigwa kabisa msumari na watumishi watakuja hapa. Watakwambia dhambi ni nini? Yeah. Lakini mimi nilikuja kukwambia njia tena sio hata dhambi. Sikiliza njia moja wapo hapo. Yohana 3:18. Mstari wa 18. Fungua na Biblia yako tusome pamoja. 3:18. Neno la Mungu linasema. Linasemaje mdada? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Okay, anza tumalize pamoja tena. Amen. Anza tena pale anasemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Hahukumiwi. Amwaminie yeye ni nani? Ni mtu ambaye amwamini yeye. Huyo yeye sasa ni kule kwenye mstari wa 16 ambao anasema kwa maana jinsi hii. Huyo mwana ambaye tunamjua. Ila ndiko tunaijua Yohana 3:16. Asa anasema amwaminie. Kwanza kule mwanzoni nilisema ili kila mwamini asipotee. Okay? Na kule kupotea ni kukosekana kwenye macho ya Bwana. Yaani wakati unaenda kuzimu Mungu adili tena na wewe. Yaani pale umeshapotea tayari. Sasa hapa kwenye 18 ndio natafsiri vizuri, anasema kwamba ambaye amemwamini yeye hahukumiwi. Asiyemwamini tayari amefanyaje? Amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo nimekuja jioni leo, nimesimama, lengo langu mimi poka lenga. Utanikumbukaga hata kwa hii jina. Kale kwa kijana fulani kafupi hivi. Okay. Lengo langu la mimi kuja hapa ni kukwambia njia mojawapo ya kuepuka ambao tunaita hukumu baada ya kufa, ili usihukumiwe. Njia mojawapo ni kumwamini Yesu. Mwambie jirani mwamini Yesu. Hebu mwambie jirani yako mwamini Yesu. Hii ni njia mojawapo itakusaidia. Kwa sababu Biblia inasema amwaminie yeye hahukumiwi. Yaani hakuna, okay. Ndio maana Biblia inasema kwamba hakuna hukumu juu yao walio katika nini? Kristo Yesu. Nafikiri kitu kama hicho. Kwa hiyo katika Kristo hakuna hukumu. Katika kumwamini Yesu hakuna hukumu tena. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuepuka ile hukumu mama yangu, njia mojawapo ya kuepuka hiyo hukumu baba yangu, kaka yangu, dada yangu, mdogo yangu, njia ni moja tu, kumwamini Yesu. Haleluya. Amen. Njia ni moja tu, kufanyaje? Kumwamini Yesu. Njia ni moja tu, kufanyaje? Kumwamini Yesu. Taka sana kumwamini Yesu. Kumkabidhi Yesu maisha yako. Unajua kumwamini ni kumkabidhi, kumkubali kwanza, zenu unampatia kila kilicho chako. Unasema maisha yangu ipo su control ya Bwana. Ipo under control ya Mungu. Yaani Mungu ndio anaitembeza. Yaani unaishi sawa sawa sasa na mapenzi ya yule anayeipeleka. Akisema taki hivi ataki. Akisema fanya hiki unafanya. Akisema nenda hivi unaenda. Hapo ndio unakuwa mwenye heri, sababu umekubali kumpa Bwana Yesu maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi niwaombe tusimame watumishi wa Mungu. Ile kwamba nilisema kwa sababu mimi mwenyewe ndio kiongozi hapa. Wajiandae sasa. Kwa nafasi hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu kwa ajili ya utaratibu unaofuata, kama ataona kuwaita watu au kuwaombea tu. Mtumishi wa Mungu, mama, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niseme kwamba kama kuna mtu amesikia neno la Mungu kwa ajili ya kutengeneza, karibu mbele. Kama kuna mtu umegundua kwamba unahitaji kutengeneza wewe na Yesu, karibu mbele. Kama hamna, nyosha mkono wako tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Asante kwa ajili ya muda mzuri na saa nzuri. Watumwa wako ninawainua mikononi mwako. Naomba neema yako itembee pamoja nao, usinyamaze kwa ajili yao. Roho Mtakatifu, ulichosema nao, hebu endelea kuzungumza kwenye mioyo yao, kila mmoja sawa sawa na makusudi yako ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba, amen.